Tangu kuanzishwa kwa mashindano ya kombe la dunia la FIFA mnamo mwaka 1930, mamia ya mataifa yamekuwa yakipigana vikali viwanjani kusaka taji hilo kubwa na lenye heshima kuliko yote katika ulimwengu wa soka. Kila baada ya miaka 4, mataifa mapya yanaibuka yakiwa na ndoto, matumaini na mamilioni ya mashabiki nyuma yao, huku kila mmoja akitamani kuona nchi yake ikilitwaa taji hilo kubwa ulimwenguni. Hata hivyo, baada ya karibu karne nzima ya upinzani na mashindano haya makali, ukweli unabaki kuwa ni mataifa 8 tu pekee yaliyowahi kufanikiwa kunyanyua na kulibeba taji hili la dhahabu. Ukipanda juu kabisa ya mlima wa haya mafanikio na mashindano haya ya kombe la dunia, unakutana miamba wa soka la kishindo kutoka Amerika ya Kusini, yani timu ya taifa ya Brazil. Hawa sio mabingwa tu wa kawaida, bali ni wafalme wa kihistoria wa kombe la dunia, wakiwa wamelitoa taji hili mara 5 mikononi mwao, ambapo ilikuwa ni katika miaka 1958, mwaka 1962, mwaka 1970, lakini pia mwaka 1994 na mwaka 2002 ndio mara yao ya mwisho kuweza kulibeba taji hili la kombe la dunia. Kupitia soka lao la kuvutia la madoido na chenga za kupendeza linalojulikana kama Joga Bonito, Brazil imefanikiwa kuzalisha magwiji waliotikisa dunia kama vile kina Pele, Ronaldo Nazario R9 na wengine wengi. Rekodi hiyo inawafanya kuendelea kuheshimika kama taifa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani tangu kuanzishwa kwa mashindano haya ya kombe la dunia. Mataifa yanayofuata kwa ukaribu kabisa kati ya chati ya mafanikio ni Ujerumani pamoja na Italy, ambapo kila mmoja amejinyakulia mataji 4 ya kombe la dunia. German walitoa mataji yao katika miaka 1954, mwaka 1974, mwaka 1990 na mwaka 2014 ndio uliokuwa mwaka wao wa mwisho kutoa taji lao la mwisho la kombe la dunia, huku wakizifikia zaidi kwa nidhamu yao ya chuma, nguvu ya pamoja na tabia ya kutokukata tamaa hadi dakika ya mwisho wa mchezo. Kwa upande mwingine, Italia walionyesha ukongwe na ubabe wao katika miaka 1934, mwaka 1938, mwaka 1982 na mwaka 2006. Wakitegemea zaidi mbinu yao maarufu ya ulinzi thabiti wa kuzuia magoli inayojulikana kama catenaccio. Licha ya mataifa haya kupitia vipindi tofauti vya mpito, historia yao ya ubingwa wa mara 4 inabaki kuwa nguzo imara duniani. Kundi linalofuata linajumuisha mataifa yaliyoonja ladha ya ubingwa mara 2 au 3, huku Argentina wakiongoza kundi hili wakiwa na mataji 3 mkononi baada ya ushindi wao wa kihistoria wa mwaka 1978, 1986 na ule wa hivi karibuni wa mwaka 2022 nchini Qatar. Argentina imewapa mashabiki wa soka hadithi 2 kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa duniani kupitia vipaji vya Diego Armando Maradona na Lionel Messi. Wanafuatiwa na Ufaransa ambao wameshinda mara 2 mnamo mwaka 1998 na mwaka 2018, wakitengeneza utawala wa kisasa unaotisha kutokana na kizazi chao chenye vipaji vingi. Bila kusahau timu ya taifa Uruguay, taifa dogo lililoanza kuandika historia kwa kubeba kombe la dunia kwanza kabisa mwaka 1930 na kurudia tena maajabu hayo mwaka 1950 kwa kuwanyima Brazil ushindi nyumbani kwao. Bahati mbaya mwaka huu wameshindwa kutinga hata hatua ya 32 bora, wameweza kuondoshwa Uruguay. Mwisho kabisa ni mataifa haya mawili kutoka bara la Ulaya ambayo yamefanikiwa kuonja ladha ya kuwa mabingwa wa dunia mara 1 tu kila mmoja. Taifa la kwanza ni Uingereza, waasisi wa soka la kisasa ambao walitoa kombe hili mara yao ya kwanza na ya kipekee katika maisha yao ya soka ni mwaka 1966 wakiwa kwenye ardhi ya nyumbani kwao. Taifa la pili ni Hispania ambao walishangaza ulimwengu mwaka 2010 nchini Afrika ya Kusini kwa kutumia mtindo wao wa kipekee wa pasi fupi na za haraka maarufu kama tiki-taka
kupitia mataifa haya 8. Ni wazi kuwa safari hii ya kuelekea ubingwa wa dunia inahitaji zaidi ya kipaji, na swala kubwa linalobaki vichwani mwa mashabiki wengi ni nani atakuwa taifa la 9 kuingia katika hii rekodi ya kimaajabu ya kombe la dunia. Wewe unafikiri ni timu gani ya taifa ambayo itaweza kuweka rekodi ya kuwa timu ya taifa ya 9 kuweza kubeba kombe la dunia la mwaka 2026 kule Canada, Marekani pamoja na Mexico? Niandikie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12. Tafadhali gusa neno subscribe hapo kwenye subscribe button, lakini pia follow account yetu ya Facebook, Instagram, TikTok, tunatumia jina hilo hilo la Super 12. Asante.